Leo nimekuja tuzungumzie swali lifuatalo kwamba je, kitalu kinatakiwa kiwe na ukubwa wa tuta kiasi gani? Yaani kitalu kinatakiwa kionekeneje? Kitalu kinatakiwa kiwe na sifa zipi? Kitalu kinatakiwa kionekaneje? Kwenye picha hapo utaona kitalu kinatakiwa kiwe. Nadhani unaona kwamba kitalu kinatakiwa kiwe na sifa zifuatazo. Kitalu bwana, bila kwenda mbali, ukubwa wa kitalu au ukubwa wa tuta la kitalu natakiwa liwe na upana wa mita 1. Upana wa mita 1 na urefu wa mita 20. Kama unavyoona hapo kwenye picha. Upana wa mita 1 na urefu wa mita 20. Ukubwa huu unashauriwa kwa ajili ya kulainisha na kurahisisha utunzaji wa vitalu. Kulainisha na kurahisisha utunzaji wa nini? Wa vitalu. Mita 1 kwa upana ni rahisi kuweza kulainisha unapokuna mwagilia, lakini pia ni rahisi kuweza kurahisisha utunzaji wa vitalu. Nahisi umenielewa? Lakini kitu kingine, matuta 3 yanatosha kutoa miche ya hekta 1. Sasa kulingana na kwamba tunavyotegemea sivyo inavyokuwa, unaweza kulima matuta 4 hadi 5 kwa ajili ya heka 1. Lakini sasa kitaalamu kama umetunza vizuri na umesiha vizuri, matuta 3 yanafaa kwa heka 1. Kitu kingine, kuna aina mbili za vitalu. Kuna aina ya kitalu mama ambayo tunaziita conventional, lakini kuna aina ya kitalu ambacho tunakiita reset seedbed. Kuna aina za vitalu mbili, kitalu mama na kitalu cha reset. Kitalu mama tunakiita conventional bed, lakini kitalu cha reset tunakiita reset seed bed. Nisikilize kwa umakini. Tena sikilize vizuri. Tunaanza na kitalu cha conventional seed bed ambacho tunakiita kitalu mama. Uandaaji wa kitalu mama. Uandaaji wake. Tifulia eneo kwa kutumia jembe la mkono. Urefu wa tuta kwenda juu uwe na sentimita 10. Tuta la kitalu liwe na upana wa mita 1 na urefu wa mita 20. Sawazisha tuta kwa kutumia reki. Weka kilo 1 ya NPK yenye uwiano wa 10%, 18, 20 katika kila sehemu na isambaze vizuri. Kilo 1 kwa theluthi ya kitalu kwa 5%. Yaani weka kilo 1 ya NPK katika kila sehemu na uisambaze vizuri. Kilo 1 kwa kilo 1 ya NPK uweke sehemu na uisambaze vizuri. Kwa kila bedi moja yenye urefu wa mita 20 kwa upana wa mita 1. Changanya mbolea na udongo kwa kutumia jembe. Tifulia tuta kwa angalau sentimita 2 na kutumia reki kusambaza mbolea tutani. Unapoweka ile mbolea isambaze vizuri kabla hujasia. Kuna watu wanaweka mbolea baada ya kusia na zimeshaota. Zikinyauka mnaanza kulalamika. Inatakiwa uweke mbolea kwenye maandalizi ya tuta kabla hujasia. Kingine, hakikisha hakuna mabonge makubwa ya udongo yaliyozidi milimita 3. Inatakiwa utifue tuta mpaka liwe laini. Hapo hujaweka maji, hujaweka nini, umeweka mbolea tu, unatifua tuta kwa kutumia reki na jembe. Kwa inatakiwa utifue. Na vile vibonge visizidi milimita 3. Lakini kitu kingine, sia pakiti 3 za mbegu sawa na gramu 3 za mbegu kwa tuta zima.
Kitu kingine, wakati wa kusia mbegu, changanya nusu ya pakiti ya mbegu kwenye keni ya maji yenye ujazo wa lita 10. Keni mnazijua. Kama uzijui, nenda kwenye chama, watakupatia keni, au nenda kanunue dukani. Keni kwa ajili ya umwagiliaji. Hatumwagilii tu mbegu. Kuna chombo cha kumwagilia mbegu kinaitwa keni. Kitu kingine, changanya mbegu na maji vizuri kwa kutumia mti. Yaani unachukua maji ya lita 10 unaweka. Ukishachukua maji ya lita 10, ukishaweka unachukua nusu mbegu, nusu pakiti. Yaani nusu pakiti unaweka kwenye nini? Kwenye ile keni ambayo umeweka maji ya lita 10. Unachukua mti, unazungusha. Hakikisha kwamba maji yamechanganyana na nini? Yamechanganyikana na mbegu, vinachangamana. Sasa vikishachangamana ndio sasa unaanza kufanya kifuatacho. Kwa kila kitalu kizima tumia keni 6 zenye ujazo wa maji kwa lita 10, sawa na keni 6 ambazo zina lita 10, ambazo sasa utatumia lita 60 za maji. Pakiti 3 za mbegu kwa kitalu, kwa kuwa utatumia eneo la ukubwa wa mita za eneo 30. Ili mbegu ziweze kutawanyika vizuri, gawanya kitalu katika sehemu 2 na mwaga sehemu 3 mara 10. Yaani sehemu 3 katika lita 10. Lita za maji ambazo zitatoka upande mmoja na ambapo utatumia mbegu 3 katika lita 10, ambazo ni pakiti 3 katika lita 10 za maji toka upande mwingine. Lakini pia hatua za kutembea isibadilike. Unapokuwa unamwagia, yani unamwaga mbegu, usibadili hatua za kutembea. Kama unaweza kwa, yani hivyo. Usiende kwa. No, hatua hizo hivi. Kwa. Sio kwa. Unapobadili hatua ndivyo utakavobadili mbegu zitakapoangukia kwenye nini? Kwenye kitalu. Utabadili uwepo na umbali, upana na urefu. Kwa hiyo haitakiwi ubadili ni hatua. Kwa unapokuwa unatembea usibadilishi, yani hatua zisibadilike. Hakikisha maji yote yanaisha unapofikia mwisho wa eneo la tuta. Mara baada ya kusia mbegu, funika kitalu na nyasi pepete. Pepete mnazifahamu? Nyasi pepete, kuna nyasi fulani zinakuwa ndefu lakini zinakuwa ni ngumu hivi. Nitaonyesha tutapofika kwenye msimu, tutakuwa tunafanya kwa vitendo. Hizo hatua zote kwa tunazifanya kwa vitendo. Hizo nyasi pepete mtaziona tu. Unapokuwa ukishafunika, acha nafasi kidogo kwa ajili ya mwanga wa jua. So unafunika hadi mbegu zisipumue, no. You are wrong. Hakikisha mwanga unaonekana, mwanga utapata sehemu ya kupita. Hilo tu. Tuishie hapo. Nenda kwenye video nyingine utapata zaidi.